Siku ya leo viongozi mbalimbali wamefika hapa, naona Rigathi Gachagua amefika hapa na viongozi wengi wa chama cha DCP wako mahali hapa. Hebu tusikize vile wanavyosema mtazamaji. Familia ya James Muigai na Zakaria Gakina, nimefika hapa na mke wangu pia kuja kusema pole na kuwa pamoja na watu wetu wa Kalau na watu wa Nyandarua katika hii sherehe ya kuwasidikisha hawa wazalendo wetu. Tuna uchungu sana kama watu ya Nyandarua na watu ya jamii yetu ya kwamba hawa wazalendo wamekufa, sio kwa sababu walikuwa wagonjwa, sio kwa sababu walikuwa na ajali ya barabara. Walikufa kwa sababu William Ruto ametumana wauawe ndio angaishe jamii ya Wakikuyu, ati ndio tujue yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi karibu sana dada wajibu moja kupigia makofi. Karibu sana. Karibu sana idara yetu ya Arole wajibu wa moja. Sisi tulikuwa na uchaguzi wa amani na watu ya Nyandarua, watu ya Kalau walikuwa na amani. Walichafua amani ni polisi ambaye walitumwa kikosi maalum na William Ruto na Murkomen ikisimamiwa na wabunge wetu. Wakaangaisha kila mtu na wakaua hawa wawili, wakajeruhi watu zaidi ya 20, wakanajisi akina mama na wakatuacha na uchungu mwingi sana kama watu ya hapa. Mimi nataka niseme ni sawa. It's okay. It is now clear ya kwamba William Ruto ametangaza vita na jamii yetu. Amefuta watoto wetu kazi kila pahali. KRA amefuta watu wetu. Kwa jeshi amefuta watu wetu. Kwa polisi amefuta watu wetu. Manyumba yetu wamemomoa huko Nairobi. Ametuma wahuni kuharibu biashara zetu. Wale wako na pending bills ya hii jamii amekataa walipo. Amenyang'anya watu biashara zetu. Juu ya hiyo sasa anatupiga vita ya mwili. Ameamua kabisa kuangaisha hii jamii. Tunamwambia ni sawa. Hayo yote umefanya, makosa ni yetu kwa sababu sisi wenyewe ndio tulikupatia mamlaka ambayo unatumia kutuangaisha. Na sisi tulikupatia mamlaka ambayo unatumia kutuangaisha. Hiyo mamlaka tutakuondolea mwaka ujao. Utaangaisha sisi. You have declared war on this community, is okay. Na tumekubali. We will correct the situation next year. But I want to tell you, many things you have done against this community has made our people very angry. But the attack on our churches, the shedding of blood in Kalau and elsewhere, has completed the radicalization of the Kikuyu nation. You have now a radicalized community. And if you don't know William Ruto, this community faced the British colonialists after they took our land and raped our women and drove the white settler out of this land. President Moi, your kinsman, persecuted this community for 24 years. It drove him away. You have touched the wrong number. Now that you have declared war on this community, is okay. Wewe ngoja utaona vile utapelekana na hii watu. And you don't seem to learn. Siku tumekutwa na wewe hapa kapteni kwa mazishi, nilikwambia. Waambia wachana na hii watu wa Kalau. Na huku sikia. Ukafikiria tutaleta pesa hapa. Na unatukana hii jamii unasema ati sisi hatuna msimamo, ati sisi ni malaya ya pesa. Sasa hiyo pesa yako imekupeleka wapi? Si ametumia pesa hapa karibu 16 billion. Your money means nothing to this community. It is dirty money with Gen Z blood.
You cannot change the stand of this community even if you spend what amount. And that should get in your head now. Nimeona ukisema ati utapigana na goons. How? There are no goons. These are wrong police officers who are being called goons. Nimeona huyu kijana yako anajiita waziri hapo akipongeza ati IG, I have confidence in you. Yes, you have confidence in IG kukubalia wewe kuhangaisha hii jamii. Because huyu IG amekukubalia kuhangaisha watu ya jamii hii. Mimi nataka niseme it's okay. Acha sisi tutulie. Tuna maneno mengi, tunyamaze. Mimi nataka wasanii wetu sasa waanze kutunga nyimbo ya hii mauaji. Hii tulifanya wakati ya JM Kariuki. Nataka nyimbo katika hii mlima zianze kutungwa ya huyu William Ruto na vile ametufanyia kama jamii. We shall speak through songs going forward, the way we normally do when we are under stress and when we are under threat as a community. All of our artists, you must come up with strong songs with a message that the community is under siege, it is under attack, it is under persecution by one William Ruto. And you must go ahead to tell the people what they must do next year. Those are the songs we shall sing for the next 1 year.